Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabil na Charles Abel, Faustin na Nkin, tukiwa katika kurasa za mwisho kwa siku ya leo, na tukiwa wakati ambapo tunajiandaa ama tupo katika michezo ya FA, ligi ikiwa imesimama kwa muda tu kukupisha michezo ya FA. Na hapa kubwa tutaweza kupita katika kamati ya saa 72. Alafu pia leo hii kuna mchezo kati ya Simba na B19 au B19 ni timu ambayo haijulikani. Si ambayo tunafuatilia championship tunaijua. Championship. Inatokea mkoa gani? Dar es Salaam. Iko nafasi ya 13 kwenye ligi ya championship. Kati ya timu gani? Kati ya timu 16. Ya 13? Kati ya timu 16 za ligi ya championship. Jabibu wamecheka. Nafasi 3 tu. Kwa hiyo bado wanajitafuta. Na inatumia uwanja wake wa nyumbani, ni uwanja wa kituo cha ufundi cha TFF Kigamboni. Haya, hiyo ni timu ya B19. Nikajaribu kutafuta B manake nini, kwa sababu B inawezekana ikawa baba, inawezekana ikawa bebe, bibi, babu, bobo, bubu. Nikaambiwa wale wanajishughulisha na masuala ya mbuzi, biashara ya mbuzi. Maana yake sasa hiyo B, nikasema basi, na wakaandika nini kwenye nani yao pale, kuna beberu, mabeberu wa jiji. Sasa hiyo M haiendani na B. Kwani B ndio umekwambia ni beberu? Sio beberu la jiji. Ndio umekwambia beberu. Sasa beberu si mmoja. Inawezekana umetumia hiyo B ya hiyo beberu. Kwa hiyo beberu 19. Beberu 19. Inawezekana. Hiyo B wana maana yao wenyewe wanajua. Basi tutapata hapo baadaye, kwa sababu kuna washikadau. Tuambia kwamba B19 hiyo B inasimama nini na 19. Inawezekana 19 2019 imezinduliwa. Itakuwa hivyo. Inawezekana. Kwa hiyo yani vitu vyote vinawezekana. Leo bwana wanakabili Simba. Nimepenyezewa hapo na mdau kwamba kila mchezaji kaidiwa gari. Gari gani? Maanake kuna magari ambayo mkuu wa mkoa hayataki mjini. Sasa. Kuna magari ambayo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam hayataki mjini. Yeye hajasema hayataki. Ameshauri. Ameshauri? Yani ameshauri. Akasema sio kila gari. Anashauri sio kila gari linatakiwa kuingia mjini. Kwa hiyo hajasema ni sheria. Yaani usio kaacha. Hajasema kwamba ni sheria usiende. Lakini anashauri ya kwamba sio kila gari linatakiwa kuingia mjini. Kila gari linatakiwa yenye tuko nikana sikiza tuko yani timu ya championship. Kama viongozi wanaweza kuahidi gari, kuahidi gari kwa kila mchezaji, maanake ni kama Simba mwaka 93. Sasa yani unajua, nafikiri recent hakuna timu ambayo imeenda kucheza kwenye mashindano ikaahidi kila mchezaji gari. mimi kama mdau najiuliza, iko nafasi ya 13 kati ya 16. Nini lengo lake? Usiseme nini lengo lake. Lengo ni kwamba wiki iliyopita Chaza alitoa mfano hapa. Yeye B19. Alitoa mfano wa timu ambao tukacheka wote hapa. Kuna timu inacheza robo finali kombe la shirikisho Afrika. Inaitwa Disafi. Lakini ni ya mwisho kwenye ligi. Lakini Morocco ni ya mwisho. Sasa ile swali ukija ndio kama hiyo B19. Bwana wasaidie kujibu. Kwa nini wamefanya hivyo? Kwa nini wamefanya hivyo nini? Yani kwa nini wameahidi magari kwenye mechi na Simba? Yani wao wanaamini kwamba ule ni mchezo ambao unaweza kufanya turning ya maisha yao kwenye championship. Yani wanaamini morali utakayoipata baada ya kumtoa Simba itabadilisha kila kitu hata kwenye ligi ya championship. Sisi tuishie hapo. Tuishie hapo. Haya, kinapigwa leo saa 1 na robo. Simba KMC Meja Samuyo. Uwanja wa nyumbani wa Nkini huo. Anatoka pale anaingia nyumbani. Utakwenda? Lazima. Utakuwa na weekend tena. Utakuwa na mwanao Abeli anasema akosi. Nani? Abeli. Chaza lazima kaiangalie. Lazima. Ni moja kati ya waandamizi wa B19. Ndio katika wale mshikadao. Mshauri.
Mshauri wa kiufundi, mshauri. Mimi ni mshauri wa masuala ya kiuongozi kwa B19. Kwamba tuahidi magari. Mimi sijatoa, sijashauri hivyo. Lakini uongozi mimi ndo na ushauri kwenye mambo mbalimbali. Nitafurahi nikiona B19 ikiwa ligi kuu na wakati huo Charles Abel yupo katika tuzo za TFF. Bado mimi bwana niko na bwana Jabil. Mimi bado niko na tuzo za TFF. Kwamba tuzifanye tuzo za TFF. Alafu sio TFF tuzo kuambia hivyo. Pia hata TASWA. Mbona kama ndo TASWA kuni ipo? Ipo. Wewe si mwanachama? Sijai kuwa mwanachama TASWA. Labda ndo naingia saa hizi. Ipo lakini. Kiongozi nani? Kiongozi ulimwalika mwenyewe hapa. Akaja akazungumza kwenye kipindi hichi hapa. Akatoa ahadi siku ndani ya siku 100 watakuwa wana ofisi hapa kwako hapa. Alfred Lucas ulimwalika? Akaja kwenye kipindi hapa akakaa hapa akatoa ahadi ndani ya siku 100 na hata ukisomaga comment za TASWA wanasema waliahidi tena. Filipo ndo aliwaita kwenye kipindi chake cha Kurasa. Kwa hiyo siku nyingine umuite sasa kabla hajamaliza muda wake. Katibu. Hivi mwenyekiti nani ndo Amiri? Kiti Amiri. Lakini huyo katibu sasa hivi hayupo kwenye chama. Ambaye ndo Fred. Yeye mwenyewe kashaekwa. Kwa kando. Katibu nani sasa hata msaidizi? Sasa hivi ni kaimu ni Imani Makongoro. Ambaye ndo alikuwa katibu msaidizi. Hivi sababu nyinyi kama waandishi wa habari za michezo siwezi kusema ni waandamizi sana, lakini mpo kwenye habari za michezo kwa muda mrefu. Tatizo la TASWA ni nini? Changamoto zake labda. Sitaki kuingia sana huko, lakini mtu akikuuliza kwamba changamoto ya TASWA ni nini kwa haraka. Kwa sababu tunakifahamu watu wengi sisi tunaofuatilia michezo Tanzania huko nyuma kilivyokuwa na leo kilivyo. Tatizo ni nini? Mimi binafsi TASWA mwaka jana waliunda kamati maalumu ya kuifanyia maboresho TASWA. Nadhani sasa ile kamati ikija kutoa majibu ndio tutapata pa kuanzia, kwa sababu ni kamati ambayo ina wabobevu. Wapo akina Frank Sanga, umeona? Yaani wakongwe wapo, watu ambao akina Michael Wambura, huyo wa bodi ya ligi na wa TFF Boniface Wambura, Mgoyo. Kwa hiyo ni nadhani kwanza tukipe ile kamati nafasi, kwa sababu yenyewe ndio ilipewa hiyo kazi ya kuifanyia reshuffle, yani kufanyia muundo, kuifanyia mfumo, yani kutengeneza mfumo wa mabadiliko ya TASWA. Walipewa muda? Sasa haikujulikana wamepewa muda gani, lakini walipewa hiyo nafasi. Kwa hiyo nadhani hiyo bodi yao ikishafanya kazi, pengine watakuja na majibu afu sisi tutapata nafasi ya comment. Mwenyekiti ni nani kwenye hiyo kamati? Sikumbuki, kuna yani jina limenitoka kidogo, lakini nadhani ina watu wengi waandamizi kwenye tasnia yake, na Egbert Mkoko wapo, akina Frank Sanga, akina Boniface Wambura, ni waandishi ambao ni very senior kwenye nchi. Okay. Kuna kitu nataka kusema? Sitaki kutoa comment yote kuhusiana na TASWA. Tuliache. Kwa hiyo swala la tuzo kwa wanamichezo bado inabidi sisi kama waandishi tulipigie debe ili liwe lipo katika kalenda. Tuzo zipi? Kuna tuzo za TASWA, kuna tuzo za TFF. Zote ziwepo katika tuzifanye. Za TFF zipo kwenye kalenda. Kwenye kanuni zipo zinazungumza. Na za TFF hizi za TASWA hebu tuache kwanza, kwa sababu kama hapa tu tunajiuliza TASWA wenyewe ipo au haipo, tuulizie tena tuzo kweli. Labda tujadili hizi tuzo za TFF ambazo kuna kipindi zilikuwa zinafanyika katika kila msimu. Labda safari hii labda sio kuna nini kimetokea. Okay, basi turejee katika magazeti ya leo. Simba yatawala adhabu za board. Hii ikiwa ni saa 72 kamati ya usimamizi na uendeshaji. Kamati ya usimamizi na uendeshaji ndio saa 72, si ndio? Yaani unajua hii jina la saa 72 limekuja katika tafsiri ya hiyo kamati kwamba katika uharaka inaweza ikatoa maamuzi ndani ya saa 72. Lakini kamati jina lake ni kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi. Hii saa 72 imetoka wapi? Au baada ya sasa ndani ya ufafanuzi wa hiyo kamati ya saa 72, yani katika kujielezea hiyo kamati ya saa 72 kwenye kanuni za ligi zinasema
kwenye upekee, yani kama kunatokea jambo ambalo linahitaji ufafanuzi wa haraka, kamati itakutana ndani ya saa 72. Ndio watu wakaamua tukuipa hilo jina la, yani kama ndio jina la aka kamati ya saa 72. Kuna swala la, naona una jambo lako, nitakupa nafasi. Sina jambo. Nasikiliza hiyo kamati ya saa 72 ilikuwa inaelezea Charles. Kuna swala la mwamuzi msaidizi mwamuzi msaidizi Kasimu Mpanga amefungiwa miezi 6, huku Amdan Saidi akifungiwa miezi 3 kwa kushindwa kutafsiri sheria ya kuotea katika mchezo wa dabi. Kwa ile jana sasa, baada ya jana kutolewa hii jana. Watu wakaanza sasa huko mtaani huko. Kwa ile goli moja ya kitu ambacho kimenifanya nikajifikiria vitu vingi sana usiku jana. Ni kwamba kwenye football kuna matokeo ya kikatili sana. Na ndio maana nafikiri dunia imeamua kuleta teknolojia ya VAR. Teknolojia ya VAR imeletwa kwa sababu football ina matokeo ya kikatili. Ukiisoma hiyo ripoti ya bodi ya hiyo kamati, ripoti inasema muamuzi alikataa goli halali la Simba baada ya marudio ya kwao wao. Yaani wenyewe baada ya kukaa, kamati ilivyokaa ikaangalia, imegundua kwamba muamuzi alikataa goli halali la Simba. Tuko hapo na nimeelewa. Tuko hapo na ndio maana katika gazeti la mapema wiki hii linasema vizuizi VAR ligi kuu bara. Hilo gazeti nalo lilitoka baada ya hiyo mechi kumalizika. Kabla ya kamati kutoa kabla kamati hajatoa maamuzi yake. Kwa hiyo gazeti lilitoka sasa kuelezea kwamba yale matatizo ambayo yalionekana ile mechi ya dabi, nini ambacho kinaweza kikawa suluhisho lake. Ndio maana hiyo. Sasa hilo lilikuwa limeshatoka gazeti la kwanza. Hilo lilikuwa la pili sasa kuja kuelezea kwamba kwa nini Tanzania hakuna hiyo VAR. Yaani kinachozuia kusiwa na VAR nini, ndio hilo ambalo unalisoma hapa. Ile hapa vizuizi VAR ligi kuu, hii ikiwa ni gazeti la Machi 4 na ile mechi imechezwa Machi 1. Maana yake katika hii kuna vitu vingi vinaelezewa hapa kwamba wapi tumekwama. Morocco wanapeta, VAR sio mchezo, waamuzi wakati pembeni na wale walioongoza mechi lazima wawe na mafunzo. Kuna mwongozaji na kila mmoja ana jukumu lake maalum. Ukiwa wanamkoti Clifford Maliondimbo. Hiyo storyboard ya ligi nafikiri alizungumzia vizuri sana. Mjadala wa VAR ukiachana na kwetu ambao Mwananchi wameuelezea, lakini sasa hivi nao umeshika kasi katika ligi ya South Africa. Kwamba negative au positive wanahitaji VAR. Wamesema nimeona taarifa wanasema next season watakuwa na VAR. Kwa sababu hata makocha wengi wa PSL wanalalamikia baadhi ya matukio ya uwanjani. Na pamoja South Africa wamekuwa na waamuzi bora hata kwenye mashindano makubwa ya soka. Lakini kama ni mpenzi wa PSL, kuna vitu vingi sana vinatokea kwenye ligi yao vinaweza kuwa vinakushangaza sana. Kwa hiyo hata ukimsikiliza kocha Kadoso, kocha wa Orlando, Kadoso wa Mamelodi, kocha wa Orlando, kocha hata Kaze alizungumza wa Kaizer. Kwa kweli unaona kabisa na mpaka unajiuliza kwamba South Africa walivyoendelea kwa nini wanakosa kuwa na VAR. Kwa hiyo Fadhali Philip anavyosema wamekubali kwamba next season kuwa na VAR. Nafikiri ni mara baada ya FIFA kusema kwamba wanatoa hizo leseni za uendeshaji wa VAR. Na nafikiri labda kutokana na mafunzo halisi. Kuna kipindi fulani tulikuwa tuna base ya mafunzo ya VAR hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika nchi Afrika Mashariki na Kati. Kwa maana kwamba kama CAF wakiandaa kozi base yake ni hapo. Sasa tutajaribu kuifuatilia kwa sababu VAR, kwa mfano VAR unavyoiona kama VAR, wakati mwingine unaweza usiapply katika baadhi ya viwanja vya Afrika vya maeneo ya mikoani. Kwa sababu VAR si ya VAR inahitaji ile michirizi yote ionekane ya uwanjani. Michirizi na maana kwamba mipaka ya uwanjani yote
ionekane clear. Sasa mechi kama Azam na Prison ile ulikuwa unaweza kuona kwenye box pale. Ndio hicho ninachokisema. Au ulikuwa unakisia? Ndio bwana, mimi namuelewa vizuri sana Babu Filipo. Tuanze kutatua matatizo ya msingi kabla ya kudemand VAR. Kwa sababu uwezo kufanya VAR kama una viwanja vinavyo facilitate matangazo ya runinga. Yaani viwanja vyetu bado vina changamoto katika urushaji wa matangazo. Yaani unajua viwanja vyetu vingi of course hatusemi kwa ubaya, lakini vilitengenezwa katika muundo wa zamani. Yaani sio mahitaji ya sasa. Kwa hiyo na miongoni mwa masharti ya FIFA ili wakupe leseni unatakiwa uhakikishie mechi zote. Unaonyesha yani usichague mechi, yani sio kusema kwamba Benjamin Mkapa utaweka VAR uwanja Sokoine hatutoweka, hapana. Yani wao wanatakiwa uhakikishie kwamba ligi yako yote, yani kama kutakuwa na VAR uwanja Benjamin Mkapa, kuwe na VAR uwanja CCM Kirumba, kuwe na VAR uwanja Sokoine, Isamuyo kote, kitu ambacho katika kwa ligi yetu kwa sasa hivi kiukweli ni ngumu. Maana uwanja wa Sokoine nafikiri tatizo ni sugu. Lakini pia kitu kingine inawezekana VAR ikaja au wana operate VAR wana daraja gani? Kwa sababu unaweza ukaandaa VAR na bado ikaleta shida katika kuchora. Yaani kuna vitu vingi viko ndani yake. Yaani kwa mujibu wa nafini bodi ya TFF kwenye hiyo story wanasema yale mafunzo yameshapita stage 4, yanatakiwa yapite kwenye stage 6. Kwa mpaka sasa hivi bado hatuna wataalamu wa VAR ambao wameshafuzu, wameshakizi kwenda kusimamia. Kwa bado kuna stage 2 ambazo wanatakiwa waendelee kusoma. Wakishakamilisha sasa pale ndio utawaambia wakubwa wenye mpira wao kwamba jamani sisi tumeshakamilisha. Kwa sababu pia anasimamiwa na CAF. Kwa hiyo CAF wanajua kila hatua ambao wamefikia. Hicho alichokisemea Chazi ni sahihi. Yaani mfano ukizungumzia ulikuwa nafikiri ulikuwa unataka kuzungumzia mechi ya Azam na Prisons ndio. Yaani Azam na Prison ile mimi ile ya Dodoma na Simba. Mimi nimeshangaa kwanza kuona mpaka leo sijaona tamko. Yaani sijaona tamko ya kwamba ule uwanja haukidhi kutumika kwenye ligi kuu. Ni kitu ambacho kimenishangaza kwa sababu ukiangalia ni kweli. Yaani walichokisema alicholalamika mwalimu wa Azam, alicholalamika msemaji wa Azam yuko sahihi kabisa. Uwanja ule huwezi kucheza mechi ukasema kwamba una wachezaji ambao wanalipwa vizuri, umewaandaa vizuri kwenda kucheza mechi pale. Yaani kuna vitu vikubwa. Unajua sasa hivi tuwe kweli ukiangalia ukienda Meja Isamuyo ukiangalia ile pitch unaweza kuwapongeza kwamba kuna kitu kikubwa sana wamekifanya. Tumeangalia mechi ya Yanga na Singida. Unaona? Nafikiri hata ile nyasi iliyowekwa pale Singida ni ya juu sana. Unaona tumeangalia ile mechi si ndio lakini unaiona hii ni nyasi ya juu sana. Tunaona ukija ukiangalia ukienda Chamazi unaona kitu ambacho Chamazi sio uwanja wa leo. Ni uwanja ambao umeshatumika muda mrefu lakini unaona bado uko kwenye ule ubora wake. Sasa kwa nini sisi tunashindwa kufika huko? Yaani kwa nini kila siku tunazidi kungangania? Kwa sababu huwezi kuufungia uwanja, ukaufungia uwanja wiki moja, afu kaja ukaufungulia ukasema matatizo yameisha. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kinachofanyika ni kufunika. Mimi siku moja niliwahi kuona uwanja mmoja ulikuwa umefungiwa afu tukapita pale tukakuta unatengenezwa. Yanatolewa majani huko yanakuja yanachomewa. Umeshaelewa? Alafu panamwagiwa maji. Ikipatikana kijani kidogo tu inapigwa picha. Ya kwamba bana tushapata kijani hapa. Pale uweze kucheza mpira kwa sababu ukicheza mshakanyaga pale dakika 2 dakika 3 tu ule uwanja haufai tena. Kwa hivyo nafikiri solution ya viwanja hivi ambao tunavizungumzia kwenye pitch ni kuvifungia miaka angalau 2, mwaka mmoja, toa ile pitch yote, anza upya. Yaani anza upya kwenye ile pitch. Kwa jicho lako labda unajua kuna majicho wakati mwingine jicho linasaidia. Unajua kama ngoja kwanza Jabi, kuna wakati mwingine jicho linasaidia. Ni kweli. Tunaweza tukasema kwamba uwanja wenye kufanywa labda marekebisho ambao tunadhani kwamba marekebisho yanafanywa ni uwanja wa Sokoine. Uwanja Ali Hassan Mwinyi Tabora. Kambarage Shinyanga. Jamhuri Morogoro. Hata Jamhuri Dodoma. Unatakiwa Jamhuri Dodoma. CCM Kirumba, Sheikh Amri Abedi Arusha. Bado vinahitaji maboresho. Ni vingi. Yaani ndio viwanja ambavyo tunazungumzia kwa uhalisia ulaweka kwa sababu viwanja ukizungumzia pitch yake, hiyo Sheikh Amri kweli wamebadilisha, si ndio? Lakini sio kwa kiwango kile cha kuja kusema kwamba sasa hivi umeshakamilika moja kwa moja. Yaani ni uhalisia kwamba hivyo viwanja vyote vile vya zamani lazima vikae waviboreshe upya. Sasa kwa hiyo ukiangalia basi VAR kwa sababu hivyo viwanja tulivyovitaja kama 7-8 vinategemea kama vinategemea matengenezo na ndio tuanze kufikiria sasa VAR inakuja kwa sababu kuna vikwazo vingi hapo mpaka kupata VAR.
training anayosema Nkini kwamba bado level 5 na 6 level ya 5 na 6 hiyo angalau. Na je, hao wanaosoma VAR ni wa hapa nchini tu ama ni wakufunzi pia wa nje? Na je, wanaielewaje hiyo VAR namna ya kuoperate? Kwa hiyo tuna miaka kama 5 hivi 7 8 hivi. Yaani mimi nikiangalia kwenye issue ya VAR ni kweli kama soka la nchi inahitaji sana VAR. Na ukiangalia katika michezo mbalimbali ambayo tumeishuhudia, unaona kabisa nafasi ya hiyo VAR katika hiyo michezo katika ligi yetu. Lakini tukija kwenye uhalisia sasa wa kuwepo na hicho kitu, bado tuna safari ndefu. Nkini amezungumzia hizo stage mbili ambazo zimebaki. Lakini tuje pia kwenye issue ya gharama, jinsi ya kufunga. Nilisoma sehemu ni kati ya milioni 250 na ngapi mpaka 400 na huko kufunga VAR katika uwanja mmoja. Sasa ukiangalia bado tuna safari ndefu kweli. Chaza amezungumzia hapo kuhusu viwanja. Yaani mpaka VAR ije ifungwe tuwe na uhakika wa viwanja. Zile kanuni zake zote ambazo FIFA wanaziobserve ziwepo. Sasa ukiangalia katika viwanja ambavyo tumepiga mahesabu vinavyotumika kwenye ligi kuu, tuna viwanja 2 au 3 ambavyo tunaweza kusema sawa hivi vinaweza vikafungwa VAR. Na vyote viko sehemu moja. Baada ya hapo viwanja vilivyobakia vyote havina hivyo vigezo. Sasa hivi tumeongezeka na Singida, si ndio? Hata wa Singida sasa kama Singida ambao pia nao mimi si riziki na majukwaa yale. Yaani tunachosema ni kwamba angalau kwenye pitch it's okay, lakini unajua VAR sio pitch. Jabili. VAR sio pitch. Ni zile kamera zinatakiwa zikae kwenye engo ambazo zitafanya engo, yani zile mipaka yote ya uwanja. Kuna zoni kama 20 au 19 za uwanja ambazo zote zinatakiwa zionekane vizuri, kwamba kumwezesha muamuzi kutazama tukio kwa engo tofauti. Yani sio ile kwamba mtu umemwona mgongoni apate picha ya mbele, apate picha ya pembeni, apate, yani ili akitoa decision isiwe na nini, isiwe na shaka yoyote, kitu ambacho katika viwanja vyetu ni ngumu kwa sababu ya miundombinu. Uwanja wa Mkapa yani kwa uwanja kwa sababu ulisha kutumika kwenye VAR. Uwanja wa Amani sawa, umekuwa unatumika kwenye VAR. Naamini hivi viwanja ambavyo vinajengwa kama hichi kinachojengwa Dodoma, kinachojengwa Arusha, kinachojengwa pia Zanzibar, vinaweza vikamaliza. Sijai kuona kwenye viwanja vingine. Sikumbuki kama Chamazi ilishawahi kuchezeka mechi yote yenye VAR, hakuna. Kwa hiyo kwenye hivyo ambavyo vimefungwa, ina maana vinajitosheleza. Na vina ubora wake ule ambao unatakiwa. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa ni kwamba lazima sisi tuwe na viwanja vingi vya level hiyo. Na ndio maana mimi hata jana nilimsikia nani akizungumza, nafikiri naibu waziri, akisema kwamba uwanja wa Mkapa unafungwa lakini kuna maboresho yanafanyika kwenye uwanja wa Uhuru ili angalau mechi zingine zihamishwe utumike ule uwanja wa Uhuru. Mimi nilipofikiria mimi mwenyewe nikasema sio ufungwe kwa muda. Yaani mimi sasa hivi ukiniambia unafunga Mkapa, ufunge tu Mkapa moja kwa moja mpaka tutakapokuja kufika kwenye AFCON. Kwa sababu sisi tukisema tutakuja kutumia kwenye dabi kesho, tutakuja kurudi kwenye yale tunarudi tena kufanya marekebisho. Yaani sasa hivi walivyosema wanaufunga, tujue kabisa Mkapa inafungwa sasa hivi, tunakuja kuikuta kwenye AFCON moja kwa moja. Kwa sababu kinachosaidia ni kwamba sisi sasa hivi tuna backup ya viwanja. Yaani huwezi kuniambia kwamba Simba hawezi kucheza pale Chamazi. Huwezi kuniambia kwamba Yanga hawezi kucheza pale Chamazi. Tumeona Simba Yanga wanacheza kwenye viwanja hivi kwenye level hiyo hiyo ambao mashabiki 10,000, mashabiki 15,000 na havijai kwa wakati mwingine. Sababu kuna wakati tulikuwa tunasemaga kwamba hatuwezi kupeleka mechi Chamazi kwa sababu ya idadi ya mashabiki. Sasa hivi tunaona mechi imechezwa uwanja wa Amani, si ndio? Mechi tena kubwa ya dabi. Na bado kulikuwa kuna sehemu kuna mapengo, unaona kuna watu bado hawaja nani. Kwa hiyo kuna uwezekano wa dabi ikachezwa pale Chamazi vizuri kabisa bila shida yoyote. Sawa. Mimi niko na yangu moja kuhusu uwanja wa Sokoine. Yaani ule uwanja suluhisho ni mawili tu. Ufanyiwe upasuaji au uanze tiba ya mionzi. Haya, tutabaki nalo hilo. Hapo Jabiri, najua headline kubwa hapo ni wanasema unafahamu, ushakuwa kwenye uandishi, unafahamu headline kubwa. Swala la muda. Swala la muda. Alafu umeweka makipa, maisha ya makipa watatu yalivyo mtegoni. Umemweka Pimpin Kamara. Hivi Kamara bado ni nani? Goalkeeper ambaye yuko kwenye usajili kweli? Hayupo kwenye usajili, ila ni kipa wa Simba. Umemweka Kasari ambaye ndio kipa sasa hivi ambaye anacheza. Umemweka na Diara.
imezee kwanza. Swala la muda magolikipa. Haya huku sasa. Huku tutapata tena tafsiri. Kuna waamuzi wamepata adhabu. Mwamuzi Abdalla Mwinyi Mkuu wa Singida ameshushwa daraja kwa kushindwa kuipa Namungo adhabu ya penalty dhidi ya Yanga. Ameshushwa daraja, kwa hiyo hatachezesha ligi kuu. Ngoja kwanza, usio na haraka. Bishikilia. Alafu nyingine, mwamuzi Charles Simon wa Dodoma amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kuruhusu Dodoma ya Jiji kufanya mabadiliko ya wachezaji kwa kupuo 4 dhidi ya Simba. Mwamuzi msaidizi Kasim Mpanga amefungiwa miezi 6 huku Amdan Saidi akifungiwa miezi 3 kwa kushindwa kutafsiri sheria ya kuotea katika mchezo baina ya Yanga na Simba. Filipo, mimi hapo na swali nataka niulize hapo katika hizo adhabu ambazo zimetolewa. Tumalize na majumuisho yote na ya swala la muda. Si ndio hizo zote na swala la muda? Huku Simba ametozwa katika matukio mawili. Mechi yake na Dodoma na ya Yanga ametozwa jumla shilingi milioni 15, 22. 22, lakini ni pamoja na Dodoma. Yanga yeye akitozwa kutoingia kwenye mlango sio sahihi, sio vipi? Yanga nafikiri ni walinzi wake walipigana na walinzi wa Simba. Wametozwa milioni 5. Sasa hilo bodi ligi inaokota sana kumbe. Yaani kufanya mnamna hapo shilingi ngapi? Ile adhabu za jana, hizo adhabu za jana ni milioni 52 kama sikosei, na laki 8. Kwenye hiyo statement ya adhabu za jana. Hiyo swala la muda mtu maana naona hilo nalo. Alafu tutakuja lile la waamuzi. Swala la muda ni kwamba na hilo la wachezaji magolikipa. Walikuwa wanaelezea, mwandishi alikuwa anajitahidi kuelezea kwenye kama clean sheet hivi. Kwa hiyo magolikipa ni clean sheet. Kama clean sheet kwa sababu amemwelezea Yanga na mechi zijazo, na kama unavyomuona Diara amemwelezea Kasara na mechi zijazo. Kasari anaongoza. Anaongoza Diara. Kasari kaingia juzi. Lakini anaongoza Diara na mechi 7. Clean sheet. Clean sheet. Story watu wasome, haihusiani na hiyo clean sheet. Kwa nini wamemjumuisha huyo? Ngoja na nimeelewa. Kwa nini wamemjumuisha Pimpin Kamara? Ndio maana kaambia story watu waisome. Story haihusiani na clean sheet. Basi anaidadavua hapo. Wakati unaidadavua tuletee hiyo hoja nani hapo ya swala la muda Yaani ukiangalia anachosema kwamba kifupi tu kidogo. Mitaa Kariakoo baada ya dabi kumalizika kwa Yanga na Simba kushindwa kufungana, kuna jambo lingine linaendelea chini kwa chini likiwahusu makipa timu hizo. Hapo sasa hapo ndio ukiangalia kwa Kamara ambapo amemwandika namba 101 anasema Musa Kamara namba zinabeba kuchaguliwa kuwa kipa bora kwa msimu wa 2024-25 baada ya kumaliza na clean sheet 19 ligi kuu bara, huku Diara akiona nazo 17. Sasa pamoja na hii kuiona clean sheet, wao Mwalile amenikatalia haihusu clean sheet. Haihusu clean sheet hii habari. Kuna story pia ipo ndani yake. Kwa hiyo watu wanunue. Watu wanunue. Okay, sawa. Hiyo swala la muda ulilalamikia nje ya kamera na kulisupport. Ni kweli bodi ya ligi kwenye jambo hili, mimi kumfungia banda kwa adhabu kutokana na tukio alofanya dhidi ya Simba na Dodoma ni sahihi kabisa. Yaani ni adhabu mpya kabisa. Of course walile walichokuwa nakisema waandishi ni kwamba ni adhabu ambao haipo kwenye kanuni. Lakini kama adhabu haipo kwenye kanuni, inawezekana kamati ya uendeshaji ina mamlaka ya kwenda mbali zaidi. Na kama unakumbuka, hili lilikuwa ni moja ya mjadala ambao msimu uliopita lilikuwa linajadiliwa sana, na nimefurahi leo limerudi kwamba kwenye sakata la Simba na Yanga ile ya kutokucheza mechi, watu walikuwa wanasema kwamba vitu vingi vilipaswa viadhibiwe vilivyokuwa kwenye kanuni, lakini watu wengine wakawa wanahoji kwamba kwani kamati haina mamlaka ya kwenda mbali zaidi?
Sasa hii ndio unaenda kutuonyesha bodi kwamba ile kamati ya uendeshaji ina mamlaka zaidi ya kwenda mbele zaidi. Kanuni haisemi swala la mtu kupoteza muda, lakini banda kaadhibiwa kutokana na sakata hilo. Ndio inavyotakiwa. Mimi kwa mtazamo wangu nadhani kamati kama imetumia kanuni ya kutasema kutia doa, yani kuharibu taswira ya mchezo wa mpira wa miguu. Yani hiyo kanuni ipo. Yani kwamba mtu mdau au mchezaji au ofisa aneutia doa mchezo wa mpira wa miguu, kamati inaweza kumpa adhabu. Sijui umeelewa. Yani kwamba kwa kitendo ambacho pengine mchezaji amekifanya hakitengenezi taswira nzuri kwa mchezo wa soka. Imagine kwa sasa hivi kwa level ya ligi yetu ilipofikia na ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika. Alafu inakuja kutokea tukio kama lile. Yani ni tukio ambalo halitoi taswira nzuri kwa ligi yetu. So mimi binafsi namuunga mkono Jabiri. Nadhani ni adhabu stahiki. Pengine itatengeneza discipline, itawashape wachezaji wetu kwa sababu yani ni kitendo cha ambacho sikukitegemea kwa mchezaji wa level ambaye kacheza ligi kuu Afrika Kusini. Mchezaji mkubwa anafanya kitendo kama kile. Maana yake pia kama hiyo swala la muda limewekwa, sasa itaundwa sheria, kanuni kama ambavyo ilivyokuwa msimu uliopita kwa wachezaji. Ukiangalia mechi ya Simba na Dodoma ina vitu viwili ambavyo sikumbuki mimi, labda mtanikumbusha. Hiyo ya adhabu ya banda, lakini pia adhabu ya wale Red Cross. Nao Dodoma amepewa adhabu kwa sababu wale walikuwa wanapoteza muda. Red Cross. Yani wenyewe mchezaji ameumia uwanjani, wanaitwa saa nyingine hawaji, wanakuja wakijogi taratibu. Yani kama vile walikuwa wanafanya vitu vya makusudi, nao wamepewa adhabu. Ambao mimi na sasa wakuwa na kanuni yake. Naona na mimi inawezekana ikawepo. Yani naamini kuna kipengele kipo ambacho kina wabana. Sijasoma vizuri ile report. Ile report nafikiri imeeleza hiyo kanuni ambao wameadhibiwa nayo. Lakini pia kuna kitu kingine nimekiona mimi kwenye ligi yetu kinanisikitisha sana. Tunawatumia vibaya wale nani? Ball boys sana. Tunawatumia vibaya sana. Hata hiyo mechi ya Dodoma nafikiri yani kamati iliona tu labda adhabu zitakuwa nyingi sana. Kuna muda mpaka muamuzi ilibidi atoke akawafuata kule pembeni, akaenda akamuita mmoja akazungumza naye. Yule ball boys alikuwa anachukua mpira. Afu ni mtoto mdogo unajua. Yaani ni mdogo, nilikuwa namwangalia nasema yaani huyu unakuja kumuingiza huyu kwenye vitu vya namna, anachukua mpira badala ya kumletea kipa anautupa hapa chini hapa. Wewe unadhani anaweka hapa makusudi ili kipa atoke aje akachukua. Lakini tumeviona pia hata kwenye timu zetu hizi kubwa. Tumeona mara nyingi sana hata kwenye mechi za kimataifa. Mimi kwangu naona sio kitu kizuri sana ambacho tunakifanya. Yaani wale tuwaache wafanye kazi yao, tuwaache waende uwanjani wafanye kazi yao. Kweli kuna sehemu naonaga wanatumika. Lakini bado hebu tuwaache kwanza ili nao wajue kwamba mchezo wa mpira unachezwaje. Tusiwaingize kwenye hizi siasa zetu nyingi sana za mpira kwa sasa. Kwenye hizo adhabu ambazo umezisoma hapo za waamuzi. Kuna mwamuzi aliochezesha mechi ya Namungo. Nani anaitwa Mwinyi Mkuu ameshushwa daraja kwa kosa la kuinyima penalty, adhabu ya penalty Namungo zidi adhabu ya penalty Namungo. Lakini kuna mchezaji huko, kuna mwamuzi huku ambaye amekataa goli. Sio amemnyima mtu, amelikataa goli. Yaani goli limefungwa, limekataliwa. Anapewa adhabu. Wamesema sawa. Ni upo ila wamesema kushindwa kutafsiri sheria offside. Mimi swala yani hoja Faustine nimeielewa, lakini kwa nini Mwinyi Mkuu kashushwa? Mwinyi Mkuu hata ukisoma hiyo taarifa ya kamati ya saa 72 ni kwamba huyu anafanya kosa linalojirudia. Unajua alikuwa kwenye uangalizi. Kama kwenye uangalizi. Mechi ya kwanza alichezesha mechi ya Simba na Azam. Ambayo kama una kumbukumbu alifungiwa mizunguko 5. Kutokana akumpa adhabu stahiki. Soa ambaye tukio lilitokea mbele yake, lakini pia akumpa adhabu stahiki Alassane Kante. Ambaye alivompiga mateke Feitoto. Kwa hiyo baada ya pale alifungiwa mechi 5. Yaani mizunguko 5 alifungiwa. Kwa hiyo ina maana amefanya yeye kwa level yake, amerudia kitu ambacho yani makosa ambayo amerudia, ndio maana amepewa. Kama alikuwa kwenye uangalizi kama alivyosema Abeli, ni sahihi. Lakini mimi tunakuja pale. Mimi naungana kwenye hoja Nkini, pia naunga mkono. Nkini pia kazungumzia ball boy, lakini ukiangalia
kuna kosa hapo ambalo Dodoma amepewa adhabu ya milioni 5. Kosa la kufanya substitution kwa mikupuo minne. Ni kosa ambalo refari wa mezani ameadhibiwa, yani ambaye ni refa msaidizi. Lakini mimi naamini ni kosa ambalo waamuzi wote wale mchezo watakiwa wapewe adhabu. Sio mtu mmoja. GC wa mchezo ambaye ndio mratibu wa mchezo atakiwa apewe adhabu. Kwa sababu kanuni ziko wazi kwamba anisimamia mchezo ni mwamuzi wa kati. Kila substitution inapofanyika na dakika zake yeye ana noti. Mimi nakumbuka kuna mechi moja walicheza kama sikosei Dodoma Jiji na Geita. Jonesi Rukiando alikuwa refari wa kati, nakumbuka wa ile mechi mpaka kesho naikumbuka. Kuna mchezaji wa Dodoma Jiji alipewa kadi mbili. Yaani alikuwa kadi ya kwanza alipewa. Kwa bahati mbaya Jonesi akajisahau. Yaani anampa kadi ya pili ya njano. Akumbuka kwamba huyu mtu nimempa nishampa njano. Maana kadi ya pili ya njano natakiwa nimpe nyekundu. Aliitwa na mwamuzi mshika kibendera. Yaani mshika kibendera ndo alimuita bosi wake wa mchezo. Bwana yule ulishampa kadi ya njano ya kwanza, yule umpa ni ya pili. Maana yake ni nini? Mshika kibendera alikuwa na noti kwamba yani kila ref na ndio utaratibu ulivyo. Maana nyinyi ndio wasaidizi. Kwa hiyo refa wa akiba alikosea. Lakini pia refari wa kati na wale wasaidizi wake nao wamekosea, lakini pia kuna GC wa mchezo ambaye ndio mratibu wa mchezo. Commissioner tunamuita. No, commissioner na mratibu ni watu wawili tofauti. Commissioner anakaa jukwani. GC anakaa pale chini. Na ndio anaenda regulate mechi nzima. Kwa hiyo wale mimi nadhani nao watakiwa waadhibiwe. Kwa sababu tunafahamu kanuni zinasema mabadiliko yanafanyika kwa awamu 3 mpira ukiwa unaendelea. Ila mabadiliko ambayo yanafanyika wakati wa mapumziko. Yaani kwa sababu yale hayapotezi muda. Ukiona mtu anafanya substitution 4, maana yake huyo mtu alikuwa ni tayari ana target kupoteza muda. Kwa hiyo waamuzi walisaidia upotevu wa muda wa Dodoma Jiji. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu nadhani hawa nao watakiwa waadhibiwe. Umefafanua vizuri. Kitu ambacho mimi ningekizungumza ambacho ni cha muhimu sana. Kila watunga kanuni, nafikiri Chazi anakuwepo kidogo kwenye hizi kamati. Pamoja hiyo najua haupo. Lakini watunga kanuni, matukio kama haya yanavyotokea yanasaidia sana kuwa na ligi bora. Kuwa na ligi bora. International na sisi ndani. Kwa sababu mfano hiyo mechi ya Dodoma, nafikiri ziliongezwa dakika ngapi? 7 8? 9. Lakini ungekutana na watu ambao kama anavyosema Chazi wana noti, ongeza hata kumwambia refari wakati, weka dakika 15 hapo. Si unanielewa? Kwa sababu hii timu wameshirikiana wote hao kama timu mwenyeji kupoteza muda. Sasa kwenye kutunga kanuni ndio matukio kama haya yanakusaidieni sasa. Kwamba zamani inawezekana Ball Boys mlikuwa mwaweki kama timu mwenyeji anahusika na Ball Boys. Sasa next season mnaweka kwamba wewe timu mwenyeji mpaka Ball Boys wanakuhusu. Chochote kinachofanyika na Ball Boys unakuwa responsible. Lakini nikiongezea hapo kwenye hizo kwenye kanuni, hata hizi kanuni za waamuzi wanapokuwa wanafanya makosa, mimi nadhani makali yangeongezeka, kwa sababu athari inaonekana kwenye mchezo na maamuzi au adhabu ambayo anapewa mwamuzi, ukiangalia ni vitu viwili. Kwa sababu tukichukulia mfano wa mechi ya dabi. Mechi ya dabi ni mechi ambayo timu zimejiandaa kwa muda mrefu. Na sio tu kujiandaa zile timu kama wachezaji, lakini hata mashabiki wamejiandaa muda mrefu. Shabiki ambaye anatoka Mwanza anakuja Dar es Salaam, anavuka maji anaenda zake Zanzibar kuangalia mechi. Unapokuja kukosea au kuharibu, yani umeondoa radha yote ya mechi. Na umewanyima haki wachezaji, umewanyima haki mashabiki. Sasa kosa kama lile kubwa unalifanya afu mtu anafungiwa kwa miezi 3 au miezi 6, bado haifundishi. Mimi nadhani katika utungaji wa kanuni kuwe na kanuni ambayo maamuzi kama yale ambayo yanaenda na haribu kabisa matokeo ya mchezo au taswira ya mchezo, adhabu yake iwe kubwa zaidi, ili kuwafanya waamuzi waone umuhimu wa kufuata kanuni na sheria za mpira, umuhimu wa kusaidiana pia. Sio, unaeleweka? Kwa sababu ameadhibiwa mshika kibendera kwa sababu alikataa goli. Maamuzi wakati hakuwa anakosa lolote kwa sababu aliangalia upande stahili. Kwa hiyo kuwe na kanuni ambazo makosa kama yale adhabu iwe kubwa, iendane na maandalizi au na ukubwa wa ule mchezo. Sio tu kwa Simba, hata kwa timu nyingine zote. Sio tu kwa Yanga, hata kwa timu nyingine yote. Sio tu kwa Azam, kwa timu nyingine yoyote. Kama tunataka kweli ligi yetu iendelee kuwa ligi kubwa
iendelee kushika nafasi za juu, lakini pia itawapa nafasi hata waamuzi wetu kujipambanua sasa, kuonekana kimataifa. Leo hii waamuzi wetu wanaenda kuchezesha mechi za kimataifa, wanajulikana. Yaani wanajulikana, wavuki watano, lakini wanajulikana. Kila msimu wa mashindano utajua fulani ataenda. Kila msimu unajua huyu hapa anaenda. Uone maingizo mapya. Uone wingi wa waamuzi. Kwa sababu gani? Pengine sina uhakika. Pengine makosa kama ambayo tunayaona, sisi tunaona kama mechi tunaziangalia sisi wa Tanzania tu. Tunaona kama zile hii ligi tunaifuatilia sisi wa Tanzania tu. Lakini kumbe watu huko nje wanaangalia, dunia sasa hivi kiganjani. Watu wanaangalia assessment wa waamuzi wa Afrika hapa tuseme au kimataifa zaidi wanaangalia. Ndio maana tunajikuta kila siku sisi waamuzi wetu ni wale wale wa kimataifa. Tunamshindana na AFCON, waamuzi ni wale wale. Kuna kituo kile cha kufunza waamuzi kipo Twalipo sidhani kama kipo sasa hivi. Kimeishia na wale ambao zalisha waamuzi hapa katikati hapa, kina Kayoko, kina nani. Baada ya kina Kayoko walikuja watoto akina Bofu. Walivyoondoka akina Bofu sasa ndio tena kama imezalisha. Kwa tuna Jabili unakaa Temeke kule. Waamuzi wanaweza kanani. Mimi bado nipo katika swala la waamuzi. Nimemuelewa vizuri Fau. Nimemuelewa vizuri. Mimi ninachokiamini pia kwenye hiyo kamati ya saa 72 ambao hiyo kamati ya saa 72. Hapo ukiangalia kwenye mechi nyingi ambazo zimechukuliwa adhabu ni zile ambazo zinaosha Simba na Yanga. Lakini atokee mtu aangalie hii michezo mingine ya hizi timu zetu zingine. Nimeona hapa TRA yenyewe imepigwa faini ya shilingi milioni 5 kwenye mechi na nani? Baada ya viongozi wake kushindwa kuwasilisha orodha ya maafisa benchi la ufundi kwenye mchezo dhidi ya Dodoma. Yani mechi bora hii ni vitu vinatakiwa viwepo katika mambo yako ya makarablasha ya benki. Kuna wakati unabadilisha namba, Excel inafanya mahesabu yenyewe, sio? Mbona hivi vinawezekana? Sababu hapo kuna manager amepigwa fine na unajua kuna kitu kimoja kilitokea msimu uliopita nafikiri. Wakadi. Msimu wa ligi uliopita kama sikosei. Na hili swali mimi niliuliza swali hilo kwamba niliona wakati kanuni zimeshatengenezwa nafikiri, viongozi wote walikutana na bodi ya ligi wakawa kama wanapigwa lieso hivi. Kama unakumbuka ilifanyika pale Karume kwenye ofisi za bodi ya ligi. Mimi swali langu lilikuja nikauliza, hawa viongozi wakishafanya hili lieso kuelezwa kuhusu zile kanuni kwamba zinavyokuwa, hawa nao wanarudi au wanakuja kufanya lieso kwenye vilabu vyao na wachezaji wao, au ndio inakuwa imeisha kwamba unachukua Jabili wala usiende mbali. Katika hicho kikao angalia aina gani ya viongozi ambao wanaenda. Na kikao kinaweza kuhusu ma CEO au makatibu wa timu, si ndio? Lakini unaweza kushangaa kwa kukuta afisa habari wa timu yupo ndo kaenda kumwakilisha. Siongopi. Unaweza kushangaa kwenye hicho kikao yuko manager wa timu, kit manager ndo anakwenda kuwakilisha. Yaani katika hali ya kawaida kit manager anaweza akarudi akakusanya mabosi wake kaenda hapa niwaelekeze tulichofundishwa huko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unajua wakati mwingine watu wanavichukulia yani hawavipi uzito, lakini mwisho wake madhara yake ndio kama haya. Leo unazungumzia timu ya taasisi. Yaani hiyo ni taasisi ambayo ilitakiwa iwe mfano bora katika swala la kufuata taratibu kanuni. Inabeba jina la taasisi kubwa ambayo leo tunaisifu kama nchi kwenye swala zima la control mapato ya nchi. Lakini imagine timu inakwenda kuitia doa taasisi kwa sababu tu ya uzembe wa mtu. Kwa sababu yani ile lieso inafanyika. Mimi naulizaga kila siku. Ile lieso ikishafanyika hawa wanarudi kuzungumza, bwana wachezaji sikilizeni. Meneja. Mimi nakupa assignment moja Jumamosi ijayo uje kuniambia. Kwenye hicho kikao nenda kaangalie picha TRA waliwakilishwa na nani. Kama mwakilishwa na mwenyekiti au katibu. Jabili naftali kwako. Unaftali yangu. Nakwambia. Sikiliza. Mimi bado nipo katika mjadala wa kamati ya saa 72. Kwamba sawa huyu bwana kashushwa. Ndio, huyu bwana mwenye mkuu kashushwa anakwenda kwenye ligi daraja la kwanza, la pili au la tatu.
Championship inamhusu. Haina championship. Alafu na kwa kipindi gani? Manake ukishushwa na pia unatakiwa upambane tena katika uangalizi. Uko katika uangalizi ukiwa ligi daraja. Unashushwa msimu wote alafu msimu ujao ukaja kurudisha tu. Utakuwa umeshajifunza. Kwa alina au nusu. Lakini wakumbushe watu pia. Ngoja kwanza au nusu. Inawezekana mechi 2-3 akarudi. Sijajua kwa sababu haijaelezwa wanashuka kwa muda gani. Lakini kushushwa ina maana unataka kuchezesha zile kule chini. Kwenda ukaimprove kiwango chako cha uchezeshaji. Na kushushwa, actually ukishaambiwa ni mshushwa, maana yake unaenda kutumikia msimu. Inaweza kuwa msimu ni msimu mzima. Msimu mzima. Inaweza kuwa hata msimu. Kwa maana yake ni kama kifungo cha mchezaji. Hata Europe unaona inatokea hiyo kwamba mtu huyu mimi kwa kweli kwa makosa mengine ya waamuzi ambao nayaona ni adhabu ambazo zinastahili. Mimi sijakataa adhabu yake, ila anasema anataka kujua ile timing inawezekana kushushwa. Kuna waamuzi ukishushwa kaambiwa umeshushwa kachezesha mechi 3 mechi 4, hiyo sio adhabu ya kushushwa. Unafikiria wewe sasa? Yaani ninavyofikiria mimi. Lakini pia inapokuja swala la kwamba tumekushusha timu ikishushwa daraja na kucheza mechi ngapi daraja la chini? Si msimu mzima. Maana yake na huyo msimu mzima aenda kuchezesha ligi ya chini ambayo ameshushwa. Ilitakiwa weke kitu fulani pale. Kushusha mtu itakuwa tuweke labda tunamwangalia. Kwa sahihi of course. Yaani inatakiwa iseme. Lakini hiyo nafikiri unaoja hiyo. Nafikiri wenyewe wanabidi wachukue. Ingawa mimi naamini msimu mzima. Yabidi uko ofisini. Ofisi nyingi zina madaraja. Sawa. Si ndio? Kuna mtu unaambiwa yuko daraja A, si ndio? Yuko daraja B. Ukishashushwa kutoka daraja A kwenda daraja B, hakuna swala la kurudi daraja B, daraja A. Yaani hilo unataka kutengeneza ya kwamba anaweza kurudi. Huyu ameshushwa. Yaani wale waamuzi wanaocheza championship si wapo. Kanuni haziwaruhusu kuchezesha ligi kuu. Wewe unaamini hawezi kurudi? Yaani kwa sasa hivi msimu haiwezekani. Kwa msimu huu haitawezekana. Kwa msimu haiwezekani tena. Baada ya msimu ujao. Na msimu huu mwezi unaisha Juni. Unaisha Juni. Unaisha Juni. Miezi 3. Na hiyo haijasema hivyo. Kule chini kule ana mabosi wake nao wataendelea kumpangia mechi kule kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo inawezekana anaweza akabaki kule hata miaka 5 hata miaka 6 kama hata improve. Sasa ndio tunataka hiyo kanuni ikisema inamshusha mtu tujue kweli anakwenda ligi daraja la pili kwa mfano. Kwa kipindi gani kama manake sasa ukisema kwa kipindi gani babu ukisema kwa kipindi gani asipo improve ndo anazidi kushuka. Sasa si ndio nasema wewe kwa yani kule kinachokuwa ni improvement. Ni improvement. Mabosi wake kule waseme jamani huyu ukielewa hoja Nkini. Kama umeelewa vizuri hoja Nkini. Wangu mimi hapa naweza nikaona ame-improve mechi 2 za babu yani ukisema umeelewa vizuri hoja Nkini. Filipo Cyprian. Una hoja. Hoja unayo. Kwa maana ya kwamba huyu tunamshusha kwenda ligi ya chini. Time frame kwa kipindi gani? Sawa, hata kama kwenye uangalizi. Lakini kuna kipindi. Na huo uangalizi haimaanishi kwamba kikifika huo muda basi upande juu. Sasa ukishasema una muda. Ukishasema mtaimprove na ule muda mnaotaka. Maana yake muda ukishaisha yule tena unabidi umrudishe sehemu yake. Kama unapokuja hoja ya Nkini kwamba yani hapo kuna mawili. Au kuna matatu. Uimprove msimu ujao urudi. Usiimprove ushuke chini zaidi. Au endeleza pale ulipokuwepo ubaki hapo hapo. Itabidi tumuulize Osman Kaz tuweze kufahamu hii namna ya kushusha ikoje na namna ya kufanya mijadala kama hii. Kwa sasa hatuna mengi Jabiri. Lakini anachosema muda Jabiri. Ngoja sawa, lakini anachosema Chazi ina maana hata msimu huu kuna marefa ambao watakuwa assessed kwenye championship kuja kuchezesha ligi kuu. Asante sana. Tumehitimisha kipindi cha Kurasa kwa siku ya leo. Tutaendelea na mjadala wa wiki ijayo. Tumehitimisha Kurasa kwa siku ya leo. Tukutane wakati mwingine. Leo kuna michezo ya kimataifa, ligi ya La Liga, kuna michezo ya ligi ya Italy, Bundesliga, pia mchezo wa CRDB, Simba na B19 ama Beberu wa Jiji wakiwa wanacheza pale katika uwanja Bweni. Mimi ni Philip Cyprian, Jabir, Abel na Nkini na Faustin. Tukutane katika dimba la Bweni Meja pale utakuwepo Abel. Asante sana tukutane wakati mwingine.